Naam, tunazidi kufanya ufafanuzi wa fasihi simulizi, na kazi hii ambayo tunafanya hasa ni marudio. Maana kumbuka ni kazi ambayo wanafunzi wa gredi ya 9 ilifaa wakaweze kusoma katika gredi ya 7, ila utapata kwamba kufikia sasa wengi wao wamesha sahau baadhi ya vipengele ambavyo mtahiniwa katika sehemu ino ya fasihi simulizi. Na kumbuka hapo awali tulikuwa tumeguzia baadhi ya sehemu katika fasihi hii simulizi. Iwapo umepitwa na kusi ukaweze kupitia katika video zangu, na utapata sehemu ambazo tulikuwa tushaangazia kuhusu vipera vya hadithi, tofauti kati ya hurafa na hekaya na kadhalika. Kwa hivyo katika kipindi chetu ama somo letu la leo, ningependa tukaweze kuangazia sehemu nyingine za fasihi simulizi. Na ino sehemu kumbuka kwamba ni sehemu muhimu sana ambayo yafaa mwanafunzi akaweze kuifahamu. Kwa hivyo iwapo unatazama nakala hii ama video hii na funza wanafunzi wako kuhusu sehemu hii, basi nakusihi ukaweze kufanya hivyo, maana kumbuka ni sehemu ambayo nitahini katika karatasi ile karatasi ya pili, sehemu ya fasihi simulizi. Kwa hivyo leo hii nitaanza na kuzungumzia kuhusu umuhimu wa fasihi simulizi katika jamii. Unapofunza fasihi simulizi, je, ni umuhimu upi ambao utajitokeza ama hii fasihi simulizi italeta katika jamii? Wanafunzi ambao unawafunza, je, fasihi hii inawasaidia kwa njia zipi? Kwa hiyo tunapata kwamba faida mojawapo ya fasihi simulizi ni ile faida ya kuhifadhi au kuridhisha mali ya jamii. Uhifadhi au kuridhisha mali ya jamii. Na tunapozungumzia kauli hii tunapata kwamba sasa hivi tunavyo visa ambavyo tunahadithia wanafunzi wetu. Visa hivi vilikuwa vinahadithiwa na wazee wetu wa kitambo, babu, nyanya. Kwa hivyo kumbuka kwamba vinapitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kile kingine, na visa hivi vinavyopitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine, hapo ndipo tunapata kwamba vinazidi kuhifadhiwa, na vinapohifadhiwa vinaridhisha ile mali ya jamii. Na kumbuka kwamba kila jamii ina hadithi zake, na kwa hivyo hizi hadithi zinaridhisha mali ya hiyo jamii. Umuhimu wa pili ni kuunganisha na kukuza ushirikiano miongoni mwa jamii. Kuunganisha na kukuza ushirikiano miongoni mwa jamii. Baadhi ya hadithi utapata kwamba ni hadithi ambazo huleta watu pamoja. Kwa hivyo huo ushirikiano na huo uunganishi unaletwa kupitia fasihi simulizi. Kisha kuelimisha au kutoa mafunzo kuhusu mambo fulani. Huelimisha au hutoa mafunzo kuhusu mambo fulani. Na pia umuhimu mwingine tunapata kwamba fasihi simulizi huonya, huelekeza, huhimiza na kunasihi. Kando na hayo tunapata kwamba pia umuhimu mwingine hukuza maadili mema. Fasihi simulizi hukuza maadili mema, na pia kando na kukuza maadili mema huburudisha hadhira, na mwisho tunapata kwamba kupitia fasihi simulizi tunapitisha muda, haswa watoto wanaposubiri chakula kiive. Kwa hivyo huo ndio umuhimu wa fasihi ino simulizi. Na kipengele cha pili ambacho ningependa tukaweze kuangazia ni kipengele cha sifa za mtambaji wa fasihi simulizi. Sifa za mtambaji wa fasihi simulizi. Kumbuka mtambaji ni yule mtu ambaye anawasilisha ino fasihi simulizi kwa hadhira. Kwa hivyo huyu mtu ambaye anawasilisha yafaa awe na sifa zipi kabla hajaanza kuwasilisha fasihi simulizi? Na tunapata kwamba msimulizi wa hadithi pia huitwa mtambaji au fanani au mganaji. Kwa hivyo inafaa utilie mkazo sehemu hiyo, maana ni sehemu ambayo ni swali mzuri sana. Msimulizi wa hadithi pia huitwa mtambaji, fanani au mganaji. Na sifa ya kwanza ya mganaji tunasema kwamba huwa mchangamfu
na mcheshi kwa hadhira yake ili kuwafanya wapendezwe na hadithi. Usianze kuwasilisha hadithi yako huku umeweka sura ya kazi. Unapoweka sura ya kazi utapata kwamba malengo ambayo unatarajia kupitia utambaji wako hautapitisha, maana hadhira yako pia haitakuwa pamoja nawe. Unapokasirika, basi hadhira nayo pia itakasirika na haitakuwa rahisi kupata ujumbe ambao unajaribu kupitisha. Kwa hivyo inafaa uwe mchangamfu na mcheshi. Pili, wewe kama mtambaji inafaa uwe unafahamu utamaduni wa jamii yako. Fahamu utamaduni wa jamii yako. Usije ukaanza kutoa hadithi kuhusu jamii yako kisha unaanza kueleza mambo ambayo hayapo katika jamii yako. Utakuwa unawachanganya ama utakuwa unaichanganya hadhira yako na kuipotosha. Kwa hivyo inafaa ukaweze kufahamu utamaduni wa jamii yako. Pia tatu, mtambaji inafaa awe mtu ambaye anaifahamu hadhira yake vizuri na kusimulia kulingana na mapendeleo yao. Kwa mfano, tuna wasichana au wavulana, vijana au wazee. Kwa hivyo fahamu hadhira yako ni hadhira ya aina gani. Iwapo utatumia toni fulani, je, hadhira yako itakubaliana na hiyo toni? Ama unapotumia toni ya hasira, hadhira yako itaanza kunungunika na kuanza kutoka katika ukumbi. Kwa hivyo fahamu hadhira yako wewe kama mtambaji mzuri. Kisha pia tunayo hii sifa ya huwa na uwezo wa ufaraguni. Mtambaji mzuri huwa na uwezo wa ufaraguni. Tunapozungumzia ufaraguni, tunazungumzia kuhusu uwezo wa kubadilisha sehemu fulani za sanaa bila kujifunga na muundo asilia. Unaweza kubadilisha sehemu moja hadi nyingine. Kando na hizo sifa, pia tunayo sifa ya mwenye kumbukumbu nzuri. Yafaa uwe mwenye kumbukumbu nzuri. Hapa tunarejelea kuwa wewe kama mtambaji yafaa uwe na uwezo wa kukumbuka mambo ya kale. Yafaa uwe na uwezo wa kukumbuka mambo ya kale tunaporejelea kumbukumbu nzuri. Kisha yafaa mtambaji awe mwenye uwezo wa kuigiza kwa kutumia viungo vyake. Hapa tunazungumzia kuhusu uso, ishara ya uso na sauti, kiimbo, ubadilishaji wa sauti ukiiga wahusika fulani katika simulizi zako. Kwa hivyo, je, una huo uwezo wa kuigiza kwa kutumia viungo vyako vya mwili, kutumia sauti? Kisha pia mtambaji yafaa awe mwenye uwezo wa kujenga taharuki kwa kusita kidogo ili kuvuta nadhari ya hadhira yake. Jenga ile taharuki unaposimulia hadithi yako. Waache wakiwa wanajiuliza maswali, kisha endeleza hadithi yako. Hiyo ndiyo taharuki. Unajenga ile tunasema kwamba katika Kiswahili unaleta hofu katika hadithi yako. Unastua hadhira yako. Kisha unaendeleza hadithi yako. Na pia tunapata kwamba mtambaji mzuri yafaa ashirikishe hadhira yake katika utambaji wake. Unaweza ukawashirikisha kwa kuimba, kwa kuuliza maswali ya kibalagha. Unapouliza maswali ya kibalagha utawashirikisha aje? Unapouliza maswali ya kibalagha utawaacha wakiwa wanajiuliza swali hilo kisha wanajijibu wenyewe. Swali la kibalagha hawahitaji wa kujibu hapo hapo. Watakuwa wanawaza kuhusu swali hilo. Kwa hivyo hapo unawashirikisha kiukamilifu. Pia unaweza kuwashirikisha katika uimbaji. Unaweza kuanza wimbo kisha unawaambia wakaweze kujiunga nawe katika huo wimbo. Mwisho tunapata kwamba mlumbi hodari huyu mtambaji nafaa awe mlumbi hodari na mkwasi wa lugha. Kwa hivyo, na hii sifa ya mwisho ni sifa muhimu sana. Iwapo wewe si mkwasi wa lugha, basi ulumbaji wako ama utambaji wako hautakuwa utambaji wa kuifaidi hadhira. Kwa hivyo inafaa uwe unafahamu lugha, hasa lugha ashirafu ya Kiswahili ama ile lugha ambayo umeamua kuitumia katika utambaji wako. Kwa hivyo hizi ndizo sifa mojawapo za mtambaji mgani fanani mzuri wa fasihi simulizi. Kwa hivyo
Iwapo huja subscribe, na kusihi ukaweze kusubscribe tunapozidi kujifunza, kukuza na kulea Kiswahili pamoja. Niite Bwana Brian Amkoya. Asanteni.